2024 chini ya ibara ya 53 kifungu R iliyosoma sambamba na kifungu cha 68 kifungu kidogo cha pili J. Halmashauri Kuu imetangua uteuzi wa Katibu Mkuu ndugu Salum Mwalimu Juma kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kujipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili na ya uongozi na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti. Imetolewa leo tarehe 1 mwezi wa 7 2026 makao makuu ya chama jijini Dar es Salaam. Hashim Rungwe Spunda, mwenyekiti wa chama taifa cha umma. Asanteni. Waheshimiwa waandishi wa habari, sasa baada ya tamko la halmashauri kuu ambalo amelitoa mwenyekiti wa chama taifa, na kama kuna waandishi na maswali, karibuni kwa ajili ya maswali, na kwa sababu hapa mbele kuna viongozi wakuu, maswali yawezekana yakajibiwa na kiongozi yoyote katika dhana ya ushirikishwaji. Karibuni. Asante. Naitwa Oliver Mengele kutoka East Africa TV. Niko na swali moja. Tunafahamu ofisi ya katibu mkuu haiko yeye peke yake. Tunapozungumzia matumizi mabaya ya ofisi, labda kuna watu wengine ambao wamebainika walikuwa wanahusika naye kwenye matumizi mabaya ya ofisi, labda kuna fedha na nini, na chama mmechukua hatua gani dhidi ya watu wengine. Lakini pia vile vile nikianza kuambia kuna mwendelezo wa kuendelea kuhakikisha chama kinakuwa safi kwa watumishi wengine ama wanachama wengine, sasa viongozi wa ngazi za juu ambao bado wanaendelea kuatilia shaka. Asante. Karibu. Asante. Naitwa Tuzo Mkuda kutoka Mwananchi. Mimi na maswali matatu. Swali langu la kwanza, baada ya kufanya utenguzi huo, tunataka kufahamu, je, hiyo nafasi inazibwa na nani? Na kama kuna mtu anakaimu, je, huyo anayetakiwa kukaa kwenye hiyo nafasi ni baada, yani anakaimu kwa kipindi gani? Hilo ni swali langu la kwanza. Swali langu la pili, kumekuwa na mjadala mtandaoni kuhusiana na tuhuma anazodaiwa kufanya aliyetenguliwa. Miongoni mwa tuhuma zinahusiana na mamilioni ya fedha. Je, inatosha muondoto kwenye hiyo nafasi kama ni kweli, au je umeshapata uthibitisho? Na kama mkishapata uthibitisho, je inatosha yeye muondoto kwenye hiyo nafasi au kuna hatua zingine zitachukuliwa? Swali langu la mwisho ni kuhusiana na mashangingi. Pia ni mjadala ambao unaendelea kwa mtandaoni. Hebu mtuweke wazi, hayo mashangingi ni mangapi ambayo yanadaiwa aliyetanguliwa kujimilikisha? Swali. Kimya manake hakuna mtu. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, naomba kwa niaba ya viongozi wakuu waweze kujibu maswali haya. Asante. Kwanza mwenye atakuwa anakaimu ametoka kwa mtu tutali kabisa.
Taja wewe. Si ndio mimi nasema nitaje ili na yeye tumpe hiyo nafasi akiwa anazungumza. Sawa. Karibu. Kuna swali lile la ni nani ambaye tumempa hiyo nafasi ya kuwa katibu mkuu baada ya kutengua na kukaimisha. Tumemkaimisha ndugu Kigaila, Benson Kigaila, ambaye alikuwa ni naibu katibu mkuu wa chama bara mpaka hapo ambapo tutaleta uchaguzi mwingine wa chama ili kuchagua viongozi. Alafu lingine la lingine sasa, lingine ambalo lilikuwa la kwanza kwamba ofisi ya katibu mkuu sio mtu mmoja. Sasa ni watu wengine ni nani ambao wanaungana na katibu mkuu kuwajibishwa. Ofisi ya katibu mkuu kwa kweli ni kama ulivyosema, ina watu wengi, lakini kwa sasa hivi kwanza tumeondoa kile kichwa cha huyo mtu, alafu hawa watu wengine tunaendelea kuwafuatilia. Kila tutapopata taarifa nzuri tutawaiteni, tutawajulisha na huyu na huyu na huyu na huyu, kama kawaida ilivyo. Najua hata polisi wanamzaga na mtu mmoja kwanza, baada ya miezi miwili ndio wanasema na huyu alikuwemo na huyu alihusika, huyu hivi. Basi vitu vya namna hiyo hatuwezi kupruni wote mara moja, hapana. Asante. Na lingine kwamba mnahakikishaje sasa usafi wa chama baada ya hapo? Usafi wa chama hiki kinataka transparency, yani nataka uwazi, nataka uwazi ya utendaji wetu, ya ufanyaji kazi wetu. Kama mimi ndio mwenyekiti, hakuna kitu cha kuficha hapa kwenye chama, kila kitu kiko wazi tu. Hapa wote waulize mzee vipi, tukamwambia kila kitu kiko wazi, kwa sababu haya mambo unafanya si mambo yako ya nyumbani kwako. Kama nyumbani kwako hatuna haja nayo. Kwa hiyo hawa watu waliobaki, hawa waliopo, tumeshaelezana na wao wanafahamu kwamba jamani vipi. Sasa kama hawa walikuwa wapati taarifa vizuri kwa katibu mkuu, inakuwa sasa hakuna kinachoeleweka. Kwa hiyo hawa wananchi tunasema kwamba watafuata utaratibu wa chama unavyotaka. Asanteni. Kuna swali mingine anasema kwamba tuhuma, huyu mwananchi anasema tuhuma ni za mamilioni ya fedha. Sasa je, hatua ni kumfukuza tu au kuna hatua zaidi zinachukuliwa? Sasa hayo ni mambo ya mitandaoni. Sasa wala sio yanayetoka kwetu, sio sababu za kwetu hizo. Sasa hizo ni sababu za kwake ambazo zinatoka mtandaoni. Sasa kama kitu unaweza kufafanua, unaweza. Kama tulivyofanya sasa hivi, kwanza sisi tunachukua hatua za kwanza za awali za kudhibiti hili jambo. Au mambo yatakayofuata tutayatangaza, tutaiteni, tutaambia hapa kuna jambo kadhaa na hili lilikuwa hivi, tutaeleza. Hatuwezi kuficha, hakuna sababu yote ya kuficha. Tunataka chama kiwe wazi. Chama kimeamua hivi, utangaze hivyo. Kama wewe ndio umepewa mamlaka ya kutangaza, unatangaza vile tulivyoamua. Sio unakwenda huko unabadilisha maamuzi ya chama. Hiyo sio sawa. Unafanya watu wote wanakuwa wanyonge. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hao wananchi wako tayari kukisaidia chama na kueleza yale yanayojiri wazi kabisa bila kuficha. Na kama yeye sio msemaji atakwambia wewe bwana nenda kwa fulani. Maana haiwezi kwa kila mtu anaropoka tu. Hiyo ndio tunachoelewa. Asante. Mwenyekiti, tujibu kuhusiana na lile la kuna hatua ambazo mnaendelea nazo kwa sasa, kwa maana labda kufungulia mashtaka dhidi ya hizo. Tumeshajibu, tunasema hiyo ni awali. Si ni jana na leo.
Sasa tuko katika utafiti, nafuata na investigation. Kamili tutakuiteni hapa, jamani, ni hivi tumefanya hivi, tumefanya hivi. Hatuwezi kwa kila kitu tutoe leo, haiwezekani. Sasa hivi kwanza tunataka chama kibaki kwenye mstari wake, kifanye kazi. Tumemwondoa yeye, tumeweka katibu mkuu mwingine ili kazi iendelee ya chama bila wasiwasi wowote. Kazi ya chama itaendelea, matamko ya chama yataendelea kutolewa. Asante.